Mtu wa Mungu, na kukaribisha tujifunze hekima ya kudili na mtu au watu ambao wamewahi kukuumiza au kukukataa kabla haujafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaangalia kutoka katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 45 kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Tutasoma kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, Yusufu akawaambia ndugu zake, karibuni kwangu. Basi wakakaribia, akasema, mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiudhike nafsi zenu kwa kuniuza huku, maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili njaa imekuwa katika nchi, na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia masazo katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku, ila Mungu, naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri. Tunaona kwa ufupi Yusufu akiwa anawakaribisha ndugu zake. Ni wakati ambapo ndugu zake Yusufu wameenda Misri baada ya kusikia kwamba kule chakula kipo, kwa sababu nchi yao ilikuwa ina njaa kwa muda wa miaka miwili. Kwa hiyo baada ya kusikia Misri kuna chakula, wakawa wameenda Misri kutafuta chakula. Lakini katika hizo harakati za kutafuta chakula wanakutana na Yusufu. Wao hawakumtambua kwanza, lakini Yusufu alianza kuwatambua wao. Kwa hiyo Yusufu, kwa sababu aliwatambua ni ndugu zake na anawapenda, alianza yeye kujitambulisha kwao. Na tunaona kwamba akawaambia kwamba wasiogope wala wasifadhaike. Alitamka hayo maneno kwa sababu anajua wazi kwamba ndugu zake hao walidhamiria kumuua. Lengo lao lilikuwa ni kumuua. Lakini walipoona wanunuzi wa watumwa, wakaamua kumuuza utumwani. Kwa hiyo anajua hayo kulingana na namna ambavyo walimtendea. Lazima dhamiri zao zinawachoma, mioyo yao inawauma, lazima huwa wanajuta na kwa sababu wamemuona, lazima wataogopa, wakihisi kwamba Yusufu anaweza kuwatendea ubaya au kuwalipiza yale ambayo wao walimtendea. Hebu fikiria, wewe tu kama mtu amekukosea kidogo tu, unatamani na wewe pia umlipizie kisasi. Unatamani pia mabaya yampate. Unatamani pia naye apitie kitu ambacho wewe umepitia. Je, ungetendewa kama Yusufu, ungewafanyaje ndugu zako? Nataka nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu. Siku zote Mungu anakubariki au anakuinua kwa sababu si kwa sababu yako tu, bali kwa sababu ya ufalme wake kwanza, kwa ajili ya ufalme wake kwanza, kwa ajili yako na watu ambao ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu huwa akubariki wewe kwa ajili yako binafsi. Ndio maana hutakiwi kuwa mbinafsi, hutakiwi kuwa mchoyo. Mungu anakubariki wewe kwa ajili ya watu wengine pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa tunaona hekima ya Yusufu. Alitambua wazi kabisa kwamba